Hello, mambo vipi Tanzania, mambo vipi East Africa, karibu sana. Hii hapa inaitwa Uzuri TV, lakini niko na wamemisi kinoma wananiita Seko Blandi. Stories zinazoendelea kutrend kwa sasa ni kuhusiana na Hasani Mapenzi ambaye ni msanii wa muziki wa Bongo Flava, lakini pia singeli zaidi na meneja wake ambaye ni MC Garabi, MC mkubwa sana Tanzania na nje ya Tanzania. Umeiona hiyo? Nimeiona. Unajua siku zote kwenye kutafuta kuna kuwaga na mambo mengi sana, hususa katika kuzifikisha ndoto zako, unaelewa? Katika harakati za kuzifikisha ndoto kuna kuwa na vitu vingi sana vinatokea. Aidha kuna mtu anahitaji kuwahi kuzifanikisha ndoto yake, au kuna mwingine anahitaji kuipangilia mifumo ya ndoto yake ili ifanikishe. Kwa sasa katika management itakuangalia wewe hamu yako sasa. Itapitia mfumo ambao kukuangalia wewe tamaa zako kwa muda ule. Kwa hiyo wakishajua nini unahitaji kwa muda ule kwa uharaka zaidi, ndio wanaweza kukubana sasa katika hali ya mikataba, wakakubana katika mazingira fulani ya hela, wakakubana hivi kwa sababu una uharaka na kile kitu. Kwa hiyo inategemea labda ulivyozungumza, labda Hasani Mapenzi alikuwa anahitaji, hakuna mtu ambaye anahitaji kuwa na jina ambao kwa kitu ambacho anakitegemea ukipata kama kipaji, labda hizo uwe mchezaji mpira uwe nini. Kila mtu anatamani kwanza kuwa na jina, alafu vitu vingine vinafuata. Kwa sasa pale kwenye kulitafuta jina ndio kuna kuaga na mambo mengi. Changamoto zinatokea baada sasa ya kulipata lile jina. Umeshalipata jina, je, jina linakusaidia nini? Jina linakuingizia nini? Pale ndio unapokuja mgogoro. Sasa hizo umesaini mkataba labda miaka 8, 5. Labda meneja anakuambia nakupa 10%, 20 au 25. Unakuta labda show ya 200,000 unapata 20,000, show ya milioni unapata 200,000, na watu wanakuona mkubwa star. Kwa hiyo inakuja na kukata baadaye, lakini before ulikuwa unatamani tu kulipata jina ili mambo yako yaende, ukasaini mkataba haraka. Baada sasa ya kupata jina, uoni unachokipata zaidi ya jina tu kwamba star fulani bwana yule pale mfukoni hauna kwa unakuja baadaye unastuka sasa, sasa mbona mimi na jina kubwa alafu sina chochote? Au mpaka saizi yani kitu gani ambacho nimekifanya? Kwa hiyo tatizo ndio linapokujaga hapo. Yani tunabanwa kupitia mazingira ya maisha, tunabanwa kupitia ndoto zetu tuzifanikishe kwa uharaka. Hapo ndo wanapotupatiaga mameneja hapo. Lakini hii imekuwa kama inajirudia sana, maana wasanii wengi tunaona anaingia kwenye lebo, anasainiwa, baadaye anatoka anaanza kulalamika. Wasanii wengine wanalipi la kujifunza? Yaani kwa sababu gani wasijifunze mapema au wasiandae mikakati mapema ili zinapokuja management kwa ajili ya kufanya nao kazi ikawa mwisho wa siku kila mtu anatoka salama kwenye hiyo lebo na si kulalamika kama ambavyo sasa hivi analalamika Hasani Mapenzi. Kwa sisi ngozi nyeusi wengi, yani hilo ni tatizo ambalo litazidi kutusumbua vizazi na vizazi. Na ndio maana unaona labda kwenye lebo anatoka mtu na kuna mtu anatamani kuingia. Kwa sisi ngozi nyeusi ni kitu ambacho kitaendelea sana kututafuna kwa sababu bado hatujui thamani ya vipaji vyetu. Na ndio maana hata ngozi nyeupe wanaheshimu sana watu wa Afrika kwa sababu wanaamini sana. Watu ukiangalia kwenye swala la mpira, asilimia nyingi sana wanawaangaliaga sana Afrika kwenye namba za nyuma, namba zile ngumu kama mabeki, magolikipa, wanajua kabisa watu wakazaji. Unanielewa? Lakini sisi tunaferigi pale tu kwenye uharaka wa kuzifanikisha ndoto zetu. Tunakuaga tuna mikakati maalum, hatuna mifumo ya kusema kwamba hata baadaye nikija kuwa hivi basi nitajikwamua katika mazingira na nitakuwa sawa. Mtu anahitaji kuwa star, anaambiwa ina shida, unakuwa star, na kufanyia hivi na kufanyia hivi na kufanyia hivi, nitakulipa kiasi fulani. Kwa muda ambao wewe labda anaona ile hela ipate kwa wakati ule, anaona ni nyingi. Ushansoma. Ile sasa akishaingia katika ile mikataba, akishaingia katika mikakati chini ya mtu, unakuta mkataba kasainiwa miaka 8. Umeona unalipwa labda 10%. Yani milioni watu wanakukatia laki yako, hapo labda waje kulipia umeme, kodi watakwambia tena pale bwana kuna kodi umeme. Kwa unakuta katika ile laki ile unaweza kumbulia 30,000 na ukakaa kimya kwa sababu uko chini ya mtu na ulishakubali kusaini. Kwa hiyo inaendaga baadaye unaona sasa kwa nini kitu kama hicho? Nimebugi wapi? Nimefeli wapi? Kwa hiyo kwa sisi wa Afrika hilo swala ambalo linaendelea kututafuna, yani na imani hata vizazi wetu, kwa sababu tuna uharaka na ndoto zetu. Na maana hata vitu tunavyovifanyaga sisi yani vya simple tu. Unakuta mzungu mikakati ambayo ya kumpa hela, yani anaweza akaiplani ndani ya miaka 10.
Yani anawaza mwaka wa 11 mimi ndo nakuja kuwa na hela. Wewe Mwafrika uwezi. Wenzetu wanapanga mikakati. Mtu kweli ana kipaji. Anajua kabisa mimi nina kipaji. Hiki kipaji hata kama nikichelewa kutoka, nikachelewa kupata management nzuri, ila nikakipambania mwenyewe hiki kipaji ndani ya miaka hata 5. Nikaja nikafanya hii nyimbo na kuwa star, na hii nyimbo moja inanipa utajiri mpaka naingia kaburini. Wenzetu wana mikakati hiyo. Kwa alichokifanya Hassan Mapenzi, unahisi yuko sawa? Ametoka, inaonekana ni jambo ambalo lilikuwa linamsumbua muda mrefu sana. Yupo kwenye media anazungumza uhalisia na maisha ambayo alikuwa anayapitia, ikiwemo mpaka kufiwa na baba yake mzazi, lakini pia kutokupata support inayoeleweka kutoka kwa meneja wake ambaye ni MC Garabi. Unahisi alikuwa na hiyo sababu ya kuiambia jamii changamoto alizokuwa anazipitia kwenye lebo ya MC Garabi? Kwanza mimi namuona mpumbavu. Unajua management ili wewe uwe msanii mkubwa, kuna aina za management ambazo zinaweza zikakushika kweli ukawa mkubwa. Kwa sababu unapomzungumzia MC Garabi aweze kummanage mtu awe star, labda star tu Uswahilini. Unajua yeye bado yeye mwenyewe anapambana maisha, anatafuta maisha, ana itikadi nyingi za kufikisha ndoto zake. Mtu kama yule kusema awe meneja ni uongo. Kwenye msiba wa mzazi wako anakupa shilingi 50,000, wewe meneja kaka? Meneja ni ile hali mzee kwamba anabeba majukumu yako. Yani wewe unapoambiwa msanii upo kwenye management, yani yule mtu kaamua kubeba majukumu yako yote. Umefiwa, una tatizo, si pa kulala, pa kula, si unanielewa? Na ndio maana unakuwa katika mikakati ya mikataba. Garabi bado yupo katika utafutaji. Utakiwi yule mtu kama Garabi akwambie mimi ni meneja wako. Yule aseme tu bwana utakapokwama labda hela studio 20-30 hauna, nitakusupport. Kwa sababu hata yeye mwenyewe Hassan Mapenzi labda tu hata ile level tu alofika hiyo, kama Garabi angekuwa labda ana support tena nyingine, asingekuwa tena kumsubiri Garabi labda atoe hela studio. Unajua kuna mtu anaweza asikusaidie kikubwa au asikupambanie sana, lakini ndo akakushika tu mkono akakufikisha sehemu tu. Wewe mwenyewe utakuwa ujiongeze tu. Kwa level tu alofika pale, hakuna mtu asemjua anafuatilia muziki wote Hassan Mapenzi anamjua. Yange kaza tu, mbona kuna wasanii wanakazaga tu, anapata support, anasupportiwa hadi hapa ana kazi. Mfano mzuri kama Mario katoboa kwenye game, ana management. Alikuwa na msimamizi tu. Si unanielewa? Alikuwa katika lebo ya nani? Ya Dully Sax. Kuwa katika lebo ya Dully Sax, kataka kufanya ngoma ana kitu. Dully Sax kasema mimi sio manager, ndo nachokuwa DC hapa. Bwana mimi siwezi kukumanage, siwezi kukusupport ufike. Cha kufanya natoa hela yangu mfukoni 500 na kupatia. Fanya nyimbo, fanya na video. Si unanielewa? Katoka kweli kajiongeza. Sasa leo hii labda na katunga sana nyimbo pale, katungia wasanii kibao. Leo hii Mario angekuwa analalamika, nimepita kwa Dully Sax bwana kanipata 500 nini. Lazima uonekane na matatizo. Kwa sababu gani? Hicho tu kidogo ambacho mtu amekupa hiko, watakuwa mwenyewe ujiongeze. Sio kila kitu mtu afanye, kutokana na mwenyewe na majukumu yake. Tunamzungumzia Garabi hawezi kummanage mtu afike. Atakusupport tu kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Unanielewa? Kwa hiyo Garabi sio meneja. Sio meneja na hafai kuwa meneja wa msanii wote duniani. Ana maisha ya kummanage mtu bro, mpaka uitwe meneja. Kupitia hii game ya muziki. Mimi muziki na ujua vizuri, technique zake, mbinu zake, uwekezaji wake. Yani mpaka useme mimi nina management. So lebo, so mtu anakusupport 20 laki si nini ukasema eti wewe meneja wangu. Wewe sio meneja, wewe mtu tu ambaye ameelewa kipaji chako, anapenda tu kukusupport.